Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kama tulivyosikia kwa wadau wetu, leo tuko hapa tunafanya uzinduzi wa mradi wetu kwa mashirikiano kati ya WIPO ambao ni shirika la haki miliki duniani, tukishirikiana na taasisi yetu ya BRELA ambao ni wakala wa usajili wa biashara leseni, taasisi yetu ya Nelson Mandela ya sayansi teknolojia. Kwa pamoja tunafanya uzinduzi wa mradi ambao umeitwa, wamesema ni WIPO Project on Technologies for Community Development, kwamba ni mradi ambao tunashirikiana na WIPO kwa ajili ya kuangalia, wamesema appropriate technologies, kwamba teknolojia sahihi kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Kama tulivyosikia kwa watu wa mada wetu waliotangulia kusema kwamba uzinduzi wa huu mradi unaendana na mafunzo. Sasa malengo tumeyasikia, lakini kikubwa zaidi ambacho nikisema hapa, kuna maeneo matatu makubwa. Kwanza kuna hayo maeneo ya nini, ya haki miliki, intellectual property. Lakini lengo la pili, sehemu ya technology transfer, na kubwa zaidi community development. Kwa kama tulivyosikia, kupitia mradi huu tunajaribu kuona uwezekano wa kutumia taarifa zilizopo tayari kwenye ile kanzidata iliyopo WIPO, kwa sababu wao ni shirika la haki miliki duniani, kuona taarifa nyingi za teknolojia nyingi ambazo zimetumika duniani huko. Sasa teknolojia zile huwa zinafika muda zina expire. Sasa tunaangalia namna ya kutumia taarifa zilizopo, kuingia kwenye database yao, kuzitafuta. Tukishazipata tuone zipi ni sahihi kwetu, kwa jamii yetu. Ndio maana tumesikia leo hapa tuna wawakilishi wa wadau wa maendeleo, tuna wawakilishi wa jamii husika, na hapa imeangaliwa Njombe kama sehemu ya kuanzia. Lakini kubwa zaidi, tuna taasisi zetu za utafiti na maendeleo. Tumechukua Nelson Mandela kama mshirika kwenye hili hapa, kwa sababu tukishatafuta teknolojia hii, tukishazipata, tukishazichagua, then tuone namna gani kutengeneza sample kifani. Ndio maana ya tech transfer. Sasa tu transfer kuja kwenye mazingira yetu. Sasa baada ya hapo, kama tulivyosikia kwa mafunzo, kutakuwa na masuala yanayokuja kwamba baada ya sample kifani iende kwenye jamii kwenda kuijaribu. Ndio maana kuchaguliwa hapa Njombe, Nyanza Juu Kusini, kama sehemu ya majaribio. Kwa hiyo kwa ufupi tumesikia mradi utakavyoenda kufanya kazi, lakini tunafahamu kufanya kazi na BRELA kwa sababu wao ndo wana jukumu hilo kwa nchini kwetu hapa masuala ya haki miliki. Sasa haya malengo yakikamilika vizuri, tutaenda kwenye stage ya kwenda kuandika business proposal, andiko kwa ajili ya kusemaje, tunasema kuingia sokoni, sasa kufanya ile sustainability iweze kuwepo. Sasa hayo yote nayaunganisha na uzoefu wetu. Tunafahamu COSTECH kama taasisi ya umma ambayo inahusika na masuala ya uratibu na uwezeshaji wa sayansi na ubunifu nchini. Tumekuwa tunafanya hizi kazi kwa nyakati mbalimbali kushirikiana na wadau mbalimbali, especially kwenye masuala ya ubunifu. Tumekuwa na programu inaitwa Makisatu. Tuna vijana wengi ambao wamepita kwenye programu ile. Tuna product nyingi kwenye mahusiano haya wanayosema leo kuhusiana na kilimo na mifugo. Kwa hiyo tuna mashine zimetengenezwa, ziko sokoni zingine. Lakini ukisikiliza hapa kupitia programu hii, wanasema huyu mbunifu ametengeneza mashine yake, ana sample kifani, iwe na misingi, iwe na michoro, iwe na vielezo ambavyo kesho akija mwekezaji iwe rahisi tu kuchukua ile michoro na zile taarifa zingine kwenda kufanya mass production viwandani.
Kwa hiyo ndo msingi wa haya mashirikiano. Sasa wao tunaanzia kwamba tayari zipo teknolojia ambazo zimekuwa proven. Sasa tuzitumie hizo kuzitafuta kwenye hiyo cancer data, tukizipata Nelson Mandela kama taasisi ya utafiti watengeza sampuli kifani, alafu tuone kwenda mbele kwenye uzalishaji. Sasa nailinganisha hii na Makesatu kwa sababu tayari zipo teknolojia nyingi tumezitengeneza, lakini nyingine tumefanikiwa kuzisaidia kuzipatia haki miliki. Tulishirikiana na BRELA na WIPO, tukachukua vijana 25 waliopita COSTECH kwa teknolojia mbalimbali zikiwemo kama hizi. Katika hizo 15 walifanikiwa kupata kwenda hatua inayofuata, lakini leo tunaangalia katika picha tofauti. Zipo ambazo ziko proven, lakini kikubwa ni kwamba akija mwekezaji anataka kuwekeza kwamba tuende kwenye mass production, tayari kuwe na michoro, kuwe na taarifa sahihi ambazo zinasaidia kufanya hatua kwenda mbele. Kwa hii ni jambo kubwa sana kwetu kama COSTECH na nchi kwa ujumla. Kwa hiyo kama nilivyosema, tunawashukuru wadau wote tukianzia na WIPO, BRELA, Nelson Mandela kwa kuanza na hii project ya mfano. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tunaamini kama nilivyosema, tuna uzoefu kwamba tuna miradi mingi sana, tuna project nyingi sana, tuna hizo sampuli kifani nyingi sana. Tukifanikiwa hili kwa njia tunayokuwa nayo hii, ina maana tutakuwa na kumbukumbu ya kutosha. Tutatusaidia kwa taasisi zingine za elimu ya juu, utafiti na maendeleo kutumia uzoefu tuliopata kupitia mradi huu kwenda kwenye nyanja zingine, kwa sababu leo tumechukua nyanja ya kilimo na mifugo. Asante. Kama alivyonitambulisha, naitwa na Upendo Gombela, ni mwakilishi kutoka mkoa wa Njombe, wilaya ya Wanging'ombe. Tunashughulika na kilimo cha parachichi, mahindi, alizeti, lakini pia tunafuga, ni mfugaji. Mimi ni mfugaji, hivyo vyote ninavyovisema mimi ndio ninavifanya. Kipekee nichukue nafasi hii kwanza kabisa kuwashukuru kwa moyo wa dhati kabisa watu wa WIPO kwa kutupa mwaliko huu. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwakaribisha wawekezaji wetu ambao wanakuja kufanya uwekezaji wa teknolojia katika wilaya yetu ya Wanging'ombe. Kwanza niseme sisi wilaya ya Wanging'ombe tunashughulika sana na kilimo hiki cha parachichi, lakini pia kilimo cha mahindi na ufugaji na alizeti. Nina furaha kuwakaribisha ndugu zangu wawekezaji wetu ambao mtakuja kuwekeza katika wilaya yetu ya Wanging'ombe, kwa sababu tuna matarajio makubwa. Mimi mwenyewe nitakuwa ni mnufaika wa hii teknolojia ambayo itafanyika katika wilaya yetu. Katika wilaya yetu tuna changamoto kubwa, au tuseme sisi wakulima na wafugaji tuna changamoto kubwa ya gharama za chakula cha mifugo, lakini pia na mbolea. Kwa jinsi tangu nilivyofika na nilivyoona watoa mada mbalimbali ambao walikuwa wakitoa, nimeona ni jinsi gani ambavyo tutaenda kunufaika. Kwanza tutaenda kuongeza thamani ya mazao yetu, lakini pia tutaenda kupata unafuu wa upatikanaji wa chakula cha mifugo, lakini pia tutaenda kupata unafuu wa mbolea. Ni mategemeo yangu kwamba tunaenda kupata ujuzi ambao wakulima wenzangu na wafugaji wenzangu watatumia fursa hii kwa umakini, lakini pia tutakuwa tumewarahisishia Watanzania wenzetu kupata urahisi wa uzalishaji wa mali. Lakini pia nichukue nafasi hii pia kushukuru na kuwakaribisha na kuahidi kwamba mimi nitakuwa balozi mwema, balozi wenu mzuri sana wa kuwaelimisha Watanzania wenzangu watakao kuwepo katika wilaya yetu na kuhamasisha kujifunza na kutumia
teknolojia ambayo mnaenda kutuletea. Niwashukuru sana, naamini tutaongeza uzalishaji mkubwa kwa Watanzania, tutaongeza kipato kikubwa cha mtu mmoja mmoja, lakini kwa taifa letu kwa ujumla. Lakini pia mnaenda kuwakomboa Watanzania wenzetu, badala ya kuendelea kutumia makemiko kwa asilimia kubwa. Naamini kwamba mnaenda kutusaidia kutumia teknolojia ambayo itawasaidia wananchi kutumia malighafi zinazopatikana pale pale. Baada ya maelezo haya, nichukue nafasi hii pia kuwakaribisha sana na niwaahidi kuwa balozi mwema kwa wale wanaokuja kutufanyia pale Wanging'ombe. Asanteni. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.